Karibisha mwenzako, mwambie karibu katika ibada ya siku ya leo. Amen. Mwambie karibu, mwambie utabarikiwa. Mwambie usilale katika jina la Yesu. Mwambie mtu analala kanisani, mtu analala kwa kitanda. Bwana apewe sifa. Kanisani tunakuja kubarikiwa, tunakuja kusikia mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Amen. Sasa Bwana apewe sifa. So tunawakaribisha hata wale wanatutazama online siku ya leo. Hapa ni Christian Foundation Fellowship Kabula. Majina yangu naitwa Pastor Doyo. Nimewakaribisha katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Na ni vizuri ukaweze kuandaa moyo wako ili ukaweze kupokea kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu. And I know your life will never be the same again katika jina la Yesu. Tutabarikiwa mchana wa siku ya leo. Tuamini, tuombee neno. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa sababu ya mnenaji wa neno siku ya leo, nikimuombea neema, na muombea kibali, na muombea nguvu, na muombea ulinzi, na muombea ufunuo wa neno lako Mfalme. Nasi tutakapoketi chini tusikie neno lako Bwana, tunaomba kubarikiwa, na tunaomba neno lako lilete mabadiliko katika mioyo yetu na kwa maisha na kwa hali zetu katika jina la Yesu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutusaidia na kutunemesha Bwana, na kutuongoza kwa utukufu wa jina lako. Bariki watu wanayetutazama wakiwa mbali na karibu, uwatende mema na wao wakabarikiwe katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana, tunakuabudu katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen. Bwana asifiwe. Leo tutahubiriwa na mke wangu katika jina la Yesu. Ni yeye atakayetuletea neno. Tusimame na miguu yetu mbele za Bwana tunapomkaribisha mke wangu aweze kutuletea neno la mchana wa siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tuweze kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niliokoka mchana wa siku ya leo. Yesu ni mwema ndani yangu. Namshukuru kwa sababu yeye ni Mungu asiyebadilika na uaminifu wake ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza ni kuwashukuru, ni kwa sababu ya vile umetushikilia katika hicho kipindi ambacho tangu tulipompoteza mama yangu, mmesimama pamoja nasi. Nikaona upendo mkubwa vile mlikuja kwa wingi, hata wengine hatukuonana. Nikashukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakika mmeweza moyo wangu, na Bwana awabariki, na Mungu awapanulie mipaka na azidi na kuwatendea mema. Wacha hiyo mbegu ambayo mlipanda siku moja Mungu akawakumbuke mkiwa katika jambo ambalo linahitaji mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu lilikuwa jambo nzito kwetu, lakini kupitia ushirika wenu mlituonyesha upendo mkubwa, na kila jambo likaenda vizuri, na tukawa na jambo la kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mambo yote najua ya kwamba yanatendeka kwa wema, maana tulifanya kazi yetu naye Mungu akatenda yake. Na kwa hivyo sifa na shukrani zikaweze kumrejea Bwana, maana yote yametendeka kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunazidi na kujipa nguvu, tukijua ya kwamba mahali ambapo tunaelekea mkono wa Bwana ungali pamoja nasi. Kwa hivyo hatujakata tamaa, lakini tunazidi na kumtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni nyote katika ibada ya siku ya leo. Ni kwa sababu ni makusudi ya Bwana tukawe mahali hapa. Tutaona neno letu katika kitabu cha Genesis 12, habari ya vile Ibrahimu alivyoitwa na Mungu na vile walipelekana na Mungu. Genesis 12. Hiyo ndiyo neno letu la siku ya leo. Nitasoma. Bwana akawa amemwambia Abrahamu, ondoka kutoka nchi yako, uache jamii yako
nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. Mimi nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki. Nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaanie nitamlaani, na kupitia kwako mataifa yatabarikiwa. Hivyo Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyokuwa amemwambia, naye Loti akaondoka pamoja naye. Wakati Abrahamu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka 75. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe pamoja na Loti mwana wa ndugu yake, mali zote walizokuwa nazo, pamoja na watu aliokuwa amewapata huko Harani. Wakasafiri mpaka nchi ya Kanani, wakafika huko. Abrahamu akasafiri katika nchi hiyo, akafika huko Shekemu na mahali penye mti wa mwaroni ulioko More. Wakati huo Wakanani walikuwa wanaishi katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, nitawapa uzao wako nchi hii. Hivyo hapa akamjengea madhabahu Bwana aliyekuwa amemtokea. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba Mungu alimuita Ibrahimu akamwambia ya kwamba, ondoka katika nyumba ya baba yako na uache watu wenu na uchukue safari uenende mahali mimi Bwana nitakapokuonyesha. Na Biblia inatuambia ya kwamba akamchukua Loti na mke wake na watu wote aliokuwa pamoja nao, na akaanza safari pasipo kujua ya kwamba anaelekea wapi. Lakini yeye alisikia sauti na akaifuata ile sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia ya kwamba katika hiyo safari aliyokuwa anaenenda, tunaona ya kwamba alienda katika nchi ya Wakanani, na akiwa mahali pale Mungu akamtokea na akamwambia ya kwamba, nitakupatia nchi hii pamoja na uzao wako. Na pia kuna ahadi nyingine Mungu anampatia, anamwambia ya kwamba nitakubariki, na yule atakaye kubariki nitambariki. Akamwambia ya kwamba yule atakaye kulaani nitamlaani. Bwana Yesu asifiwe. Na anamwambia kwamba kupitia kwako mataifa yote duniani wataitwa wabarikiwa. Kwa hivyo hakuanza safari hiyo hivyo tu, lakini ilikuwa ni safari ya maagano ya kwamba atapelekana na Mungu na ya kwamba mkono wa Mungu utamtangulia. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile safari ya Ibrahimu, Biblia inatuonyesha ya kwamba alipoanza safari kuna mahali alifika na kukawa na njaa, na katika ile njaa Mungu akamwelekeza na akaenda katika nchi ya Misri. Na Biblia inatuambia ya kwamba alipokuwa mahali pale Misri, alimtazama mke wake na akamwona ya kwamba ni mrembo sana, na akaona ya kwamba nikienda katika ile nchi mfalme atamtamani mke wangu, na wakati atakapomchukua mimi nitakuwa katika hatari. Na akamwambia mke wake, utasema ya kwamba wewe ni sister yangu ili nisiweze kutendewa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati walipofika mahali pale na mke wake akachukuliwa na mfalme, Mungu aliweza kumpigania ile vita na akafanya katika nyumba ya mfalme, akaleta jambo ambalo lilifanya wakagundua ya kwamba wamefanya jambo ambalo halifai. Na walipomrudishia Abrahamu mke wake, walimrudishia pamoja na mali. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika ile njaa na katika hiyo shidiki ambayo ilikuwa imemzingira Ibrahimu, Mungu akaweza kumuokoa na kumpigania. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo maisha yako siku ya leo yalivyo. Wakati unapoanza safari, Mungu alipokuita hakukuambia kwamba ukiondoka hapo mbele kutakuwa na shida, lakini wakati mwingine
Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipoendelea na safari, maana alibeba mtoto wa ndugu yake Loti, wakawa na mzozo, na wakawa wale wenye kuchunga kondoo wa Loti na wachunga kondoo wake wakawa wanazozana. Na Mungu akamwambia ya kwamba Ibrahimu akamwambia huyu mtoto wa ndugu yake ya kwamba ajichagulie mahali ataona pakiwa pazuri, na ili wakaweze kutengana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia ya kwamba Loti alitazama, akaona mahali kulikuwa kuzuri na kulikuwa na maji, akaona kuna malisho mazuri, na akajichagulia mahali pale, na wakaachana, yeye akaondoka. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba Ibrahimu alipoachwa alitazama milimani, na Mungu akamwambia ya kwamba mahali ambapo atakapoenda atambariki. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuone hilo neno. Walipotengana vile Mungu alivyomwambia katika Genesis 13 mstari wa 14. Baada ya Loti kuondoka, Bwana akamwambia Abrahamu, ukiwa hapo ulipo, inua macho yako utazame kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Nchi yote unayoiona nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Nitaufanya uzao wako uwe mwingi kama mavumbi ya nchi. Hivyo kama kuna yeyote awezaye kuhesabu mavumbi, basi uzao wako utahesabika. Ondoka, tembea katika marefu na mapana ya nchi, kwa maana nitakupa wewe. Basi Abrahamu akaondoka na hema yake, akaenda kuishi karibu na miaroni ya Mamre huko Hebroni. Huko akamjengea Bwana madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba Ibrahimu alienda kule milimani, na Mungu akamwambia ya kwamba nitakubariki, na akamkumbusha ile agano alilomwahidia ya kwamba nitafanya uzao wako kuwa mkubwa, ya kwamba kama unaweza kuhesabu mchanga, hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Ibrahimu akaendelea kumngojea Bwana katika ile hali, na maandiko inatuambia ya kwamba katika kule kumngojea haikuwa rahisi, maana muda uliendelea na miaka ikaendelea kusonga, Ibrahimu pasipokuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na walipotengana na Loti, maandiko inatuambia kwamba alipoelekea kule milimani, huko Mungu alimbariki. Na wakati Mungu anapokuita, anakuita utembee ukiwa peke yako, lakini unaweza kuwa umebeba Loti, akawa shida katika safari yako ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe ndiye uliyesikia sauti, endelea na kusikiliza sauti ya Bwana. Achana na kubebana na watu, achana na kusikiliza vile watu wanavyosema, achana na kutafuta mawaidha kwa watu, tafuta sauti uliyoisikia. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika safari kunayo mambo mengi utakayokutana nayo katika hii safari, lakini fuata ile sauti uliyoisikia. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari kuna njaa, katika safari utakutana na hizi mizozo, lakini fuata ile sauti uliyoisikia. Bwana Yesu asifiwe. Fuata ile agano Mungu aliyokuahidia ya kwamba kuna nchi anayokupeleka, na ya kwamba ataubariki uzao wako, ataufanya kuwa mkubwa. Lakini tunaona kuna mtihani mkubwa wa kumngojea Bwana katika safari. Bwana Yesu asifiwe. Maana Ibrahimu mbele zake na ile ahadi kulikuwa na mtihani mkubwa wa kumngojea Bwana. Wakati Mungu alipokuita, kunayo mambo ambayo hakukuambia utakutana nayo, lakini katika safari kunayo mitihani mikubwa ya kumngojea Bwana katika safari. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mambo inaenenda vile ambavyo haungetaka, lakini si ya kwamba Mungu hayuko pamoja nawe, lakini wakati mwingine Mungu anatuweka katika mizani yake, na wakati alipokuita hukuweka katika mizani, na ili akaupime moyo wako vile utakavyopelekana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tutapokea ile ahadi kupitia vile tumepelekana na Bwana
safari. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anapokuita hakuna kile ambacho utakipokea pasipo kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Tunapewa bure, lakini tunapokea kwa kupigana vita. Kupokea maisha yako yakiwa mazuri na yakiwa yamefanikiwa, ni lazima upigane vita katika kumngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu anakuambia nitakubariki, anakuambia nitapanua biashara yako, anakuambia nitabariki watoto wako, anakuambia watasoma mpaka mahali watataka, lakini unaona ya kwamba hauna pesa, unaona kazi inaendelea kwenda chini. Wakati mwingine unapoteza matumaini na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuita ni mwaminifu. Endelea kusimama na kumngojea, endelea kupigana vita, maana Mungu huwa anakuweka mahali pa juu, anazidi na kukutazama, aone kana kwamba utaiweka ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu Mungu huwa anaipima siku baada ya siku, na ili aone kana kwamba umeshika ile agano aliyokupatia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuambia nitabariki nyumba yako, lakini ukitazama nyumba yako unakosa lile neno la Mungu katika nyumba yako. Lakini neno la Bwana ni haki na ni na amina. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema nitakubariki, atakubariki. Hata kama unaona kana kwamba unaenda kuisha, si ya kwamba neno la Bwana limeshindwa, lakini analifuata, anakutazama, aone jinsi utakavyosimama, udhihirishe ya kwamba yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaendelea na safari yake ya kumngojea Bwana, na wakati mmoja Mungu akamtokea na akamwambia vile atakavyombariki. Lakini Ibrahimu akawa anamwambia Mungu, unaniambia utanibariki, na yule atakaye niridhi ni hao ambao watu ambao tuko pamoja na wao ndio watakaochukua urithi wangu. Ni kwa sababu wewe Mungu umeninyima mtoto, umeninyima watoto wa kunirithi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile agano Mungu aliyokuwa amempatia bado ilikuwa itimie, lakini akafika mahali akaona ni kama Mungu hafuati agano lake. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika Mwanzo hiyo 15. Tutaanzia tu hapo moja. Baada ya jambo hili, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika maono, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Lakini Abrahamu akasema, Bwana Mwenyezi, utanipa nini? Na mimi sina hata mtoto, na atakaye rithi nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, hukunipa watoto, hivyo mtumishi katika nyumba yangu ndiye atakaye kuwa mrithi wangu. Ndipo neno la Bwana lilipomjia, mtu huyu hatakuwa mrithi wako, bali mwana atakaye toka katika viuno vyako mwenyewe ndiye atakaye kuwa urithi wako. Akamtoa nje na kusema, tazama juu kuelekea mbinguni na uhesabu nyota, kama hakika utaweza kuzihesabu. Ndipo akamwambia hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Ibrahimu akimwambia Mungu, utanipatia nini? Lakini Mungu anamwambia, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuko na Mungu, tuko na thawabu ambayo ni kubwa. Tusiogope, maana Mungu ndiye urithi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye thawabu yetu kubwa, na anajua maisha yako ya leo, anajua mahali anakupeleka, anajua mahali utapitia, maana anasema ya kwamba maisha yako nimeyaweka katika mkono wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba usiogope, kama vile Abrahamu alivyofika mahali akaona ya kwamba huyu Eliezeri ndiye atakaye
Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo neno la Bwana linazidi kunena katika maisha yako ya kwamba usiogope. Kuna mahali ninakupeleka, kuna utajiri nitakupatia, kuna matumaini katika maisha yako, na kuna kumalizia kuzuri. Ingawaje siku ya leo unajitazama, unaona ni kama hauna mwelekeo, unatazama mbele, unatazama nyuma, unashindwa unaelekea wapi. Unatazama nyumba yako, unashindwa inasimama ama inaanguka. Nikwambia ya kwamba kuna mwisho mzuri, kuna matumaini kwa wanaomtazamia Mungu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Zidi na kusimama, zidi na kumtumainia Bwana. Ni kwa sababu maisha yako iko katika mizani yake Bwana, akiupima moyo wako kana kwamba utazidi na kusimama na utazidi kumtambua mwaminifu. Asubuhi ya leo usikate tamaa na Mungu wako. Aliyekuita ni mwaminifu, aliyekupatia matumaini ni mwaminifu, lakini anautazama moyo wako. Utamaliza vipi na yeye? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akamwambia ya kwamba yule mtoto ama wale watoto watakaotoka katika viuno vyako, hao ndio watakao kuwa warithi wa utajiri wako. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akazidi na kumngojea Bwana, na maandiko inatuambia ya kwamba alipozidi na kumngojea, kukawa na lile wazo lililokuja na mke wake, na akamwambia ya kwamba ni kana kwamba hivyo sio vile Mungu alivyokuwa anasema, mimi si yeye nitakaye kupatia urithi. Akamwambia ya kwamba mchukue mjakazi wangu na ili ukajipatie watoto kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ni sauti ya nani hiyo unayosikia ukiwa katika kumngojea Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapatana na marafiki wana challenge ile imani ambayo tumeiweka kwa Mungu, na tunaona ni kana ya kwamba tumekuwa wapumbavu katika kumngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana Ibrahimu kupitia kwa maneno ya mke wake hakutimiza yale yaliyokuwa mapenzi ya Bwana. Akaondoka katika kumngojea Bwana na akajipatia mtoto ambaye ni Ishmaeli. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umeondoka katika kumngojea Bwana? Ni mara ngapi umeshindwa na kumngojea Bwana? Ni mara ngapi umekatiza matumaini yako kwa Bwana, ukasikiliza sauti ambazo zinanena kukuambia ya kwamba hauwezi, kukuambia ya kwamba matumaini yako hayana njia, ya kwamba vile unavyofikiria Mungu hawezi kukuinua kiwango kile? Ni sauti ngapi za kukushusha zimeweza moyo wako siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuita ni mwaminifu. Zidi na kutazama, zidi na kumtumainia, maana pasipo na njia yeye hutengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Usipoteze matumaini yako kwa Mungu. Aliyekupatia watoto ana uwezo wa kuwalinda. Aliyekupatia watoto atakuwezesha kuwashomesa. Aliyekupatia nyumba atakusaidia kuishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje kuna vita mingi, ingawaje kuna mambo katikati yanayofanya moyo wako uiname, usipoteze matumaini kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuita ni mwaminifu. Usitazame vile hali ilivyo ukaona ya kwamba Mungu si wa kweli katika kumngojea. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati mwingine huwa tunapima maisha yetu na ile hali tuliyo nayo, huwa tunapima Mungu na maisha yetu, lakini Mungu ni zaidi ya vile tunavyofikiria. Mungu wetu ni zaidi ya vile tunavyoona leo. Kila anachokupangia hatuwezi kuelewa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Simama na miguu yako. Hata unapotazama kanisa la Bwana, usisikie vile watu wanavyosema. Usiangalie ni nani aliyeondoka, usiangalie vile anavyosema. Sikiliza vile Mungu aliyekuleta mahali hapa anakuambia ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia usimame kwa njia gani. Aliyekuleta katika hii nyumba ni mwaminifu. Kunayo kazi yako katika hii madhabahu, na Mungu anaupima moyo wako aone vile utakavyosimama, maana kuna mahali anakupeleka. Bwana
Yesu asifiwe. Katika nyumba yake Bwana anatazama watu wake, awainue, awaposition, lakini watu wake wanajipima na hali. Unapoliangalia kanisa, unapojitazama, unajiondoa katika position yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikue wa kusikiliza vile watu wanavyosema katika ufalme wake Bwana, katika nyumba yake Bwana. Simama na miguu yako, usiondoke pamoja na Loti katika nyumba yake Bwana. Usisikilize sauti ya mke wako Sarai vile anavyokuambia. Sikiliza aliyekuita, sikiliza aliyekuokoa. Simama na msimamo wa miguu yako, mpelekane na huyo aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anapima mioyo yetu. Maana kuna mahali anataka tufike, atuinue kiwango fulani. Na Mungu huwa haamini mtu wake kazi asipomweka kwa mizani. Maana Mungu hataki akuinue uaibishe ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu hupelekana na watu wake hatua kwa hatua mpaka aone ya kwamba umekomaa kupelekana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo maisha yako katika mizani yake Bwana. Na kwa hivyo usiogope. Unapitia hiyo hali kwa muda tu, lakini kuna mahali Mungu anakupeleka. Kwa hivyo simama vizuri na Bwana, usipoteze matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha hiyo tu, Genesis 21 verse 5. Abrahamu alikuwa na miaka 100 wakati Isaka mwanawe alipozaliwa. Sara akasema, Mungu ameniletea kicheko. Kila mmoja atakayesikia jambo hili atacheka pamoja nami. Akaongeza kusema, nani angemwambia Abrahamu kuwa Sara angenyonyesha watoto? Tena nimemzalia mwana katika uzee wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matumaini katika kumngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alipomwahidi Ibrahimu ya kwamba atambariki na atampatia uzao mkubwa, alikuwa na miaka 75, lakini tunaona hii ahadi inatimia akiwa na miaka 100. Bwana Yesu asifiwe. Na Sara anamwambia ya kwamba Mungu ameniletea kicheko katika uzee wangu na nimemzalia Ibrahimu mwana katika uzee wake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kana kwamba utamngojea Bwana hadi afikishe maisha yako yatokee kwenye mahali pa kustarehe, kwenye mahali pa kufurahia vile ulivyomngojea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mahali Mungu anataka ufike na ili akubariki, akukanyanisha hiyo hatua nyingine, akupitisha mahali ambapo hauonani kana kwamba unaweza pita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itategemea kama utazidi na kumngojea Bwana katika maisha yako. Itategemea kama utafuata sauti ya Mungu katika maisha yako, na ili Mungu aweze kukutokezea katika mahali pa kucheka na kumuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu tunaona akipata mtoto katika miaka ya uzee wake, na Sarai akasema ya kwamba hata watakaosikia hii habari watacheka pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kana kwamba moyo wako uko tayari kumngojea Bwana hadi ufike mahali pa kuimba wimbo mpya. Maana kuna wimbo ambao huimbwa na watu ambao wametoka katika vita. Wanaposhinda vita na wanapofika ile ng'ambo nyingine, kunao wimbo wa watu wale ambao wametoka kwenye vita na wameshinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kana kwamba tutazidi na
kuimba wimbo wa kuteta, tutazidi na kuimba wimbo wa kunungunika, wala tutamngojea Bwana hadi tufike kwenye ng'ambo ya kuimba wimbo wa kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Tusiondoke katika njia za Bwana, hata kama mambo yatakuwa magumu. Tusitegemee Mungu mwingine, tusitafute msaada wetu kwa wanadamu, tusitafute msaada wetu kwa mataifa, tusitumainie miungu ambayo haisikii wala haineni, lakini sauti uliyoisikia ya Mungu ya kwamba atakuja kukusaidia, zidi na kuigojea, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Ibrahim akazidi na kumgojea Bwana, na hata wakati alipokuwa amempata ule mtoto, akajua ya kwamba Mungu wake ni mwaminifu, na yeye husema mambo yaliyo ya kweli, na anaposema anasema kwa kusudi na atalitenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati Mungu alimwambia ya kwamba Ibrahimu, nipatie mtoto wako umtoe kama dhabihu, hangeweza kujizuilia, maana alikuwa na imani na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tutazidi na kumngojea Bwana hadi imani yetu idhibitike kwake Mungu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni swali kwangu na ni swali kwako. Ni jinsi gani utakavyozidi na kumtegemea Bwana, utazidi na kumngojea Bwana hadi uone ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Romans Romans 5 tusome Romans 5 tuanzie moja. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba Mungu alimhesabia Ibrahimu kuwa mwenye haki kwa sababu ya ile imani aliyoiweka kwa Mungu. Nayo hii kitabu inatuambia ya kwamba kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa kupitia kwake tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii, ambayo ndani yake sasa tunasimama, nasi twafurahia katika tumaini letu na kushiriki utukufu wa Mungu. Si hivyo tu, bali twafurahi pia katika mateso, kwa sababu tunajua kuwa mateso huleta saburi, nayo saburi huleta udhabiti wa moyo, na udhabiti wa moyo huleta tumaini, wala tumaini halitukatishi tamaa, kwa sababu Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba katika kumngojea Bwana, ama wakati tumeokolewa kwa imani, tunafurahia hata mateso tunayoyapitia katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana inatuambia ya kwamba kupitia yale mateso tunapata kuvumilia. Atendena utomaga tugie na gukiririria mathani ya roho ucio. Atena ko gukiririria ko ule ugatoma tugie na gwikindira. Wona twakiririria tugekindira thiini wa Ngai. Atena ko gwikindira ko ule kurehaga wirigiriro. Bwana Yesu asifiwe. Twagia na wirigiriro thiini wa Ngai ri tukagia na kwihokeka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na kutumainiwa na Mungu. Wakati tunapitia katika mambo mazito, tunakuwa watu wa kuvumilia. Na wakati tunapovumilia, tunakuwa na ule udhabiti wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati
tunapokuwa na udhabiti wa moyo, tunakuwa na ile tumaini, nayo hiyo tumaini inaleta kuwa na jambo lile la kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Linatupatia tumaini, wala tumaini halitukatishi tamaa. Kwa hivyo tunapokuwa na tumaini, tunakuwa na nguvu za kumngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacheni tujifundishe kumngojea Bwana katika mateso, katika shida, katika mambo mazito. Tuwe na kule kuvumilia, maana tukikuwa na kuvumilia tutakuwa na ule udhabiti wa moyo, na tukiwa na udhabiti wa moyo tutakuwa na ile tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuwa watu ambao Mungu anaweza waaminia mambo makubwa ya ufalme wake. Tutakuwa watu wa kuaminika na Mungu tutakapokuwa tumeshinda na kuwa na ule udhabiti wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mchana wa siku ya leo, vumilia katika yote, kuwa na moyo mkuu wa kumngojea Bwana. Wacha ndani ya moyo wako Mungu aone mtu anayemwaminia ufalme wake. Mungu aone mtu ambaye hawezi kumwaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno limetuambia ya kwamba kwa sababu Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni Roho Mtakatifu ambaye tumepatiwa apate nafasi ndani ya mioyo yetu, maana anaingia mahali kuna ule udhabiti wa moyo. Kuna yule mtu ambaye amekaa vizuri na Mungu ameona nafasi ndani yake. Huyo mtu atapelekana na Roho wa Bwana na atamsaidia na atakuwa wa kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie siku ya leo tuweze kuwa na ule udhabiti wa moyo, tuweze kuwa na kule wekindera kwa udhini wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Netondo tuwekindera dhini wa Ngai, Ngai kuona kendo dhini wito na ni agutwehokera maundu manene. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile alivyomuona Ibrahimu ya kwamba hata baada ya kumwambia nipatie mtoto wake hangerudi nyuma, maana alikuwa na imani na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nini hicho unazuilia Mungu katika moyo wako. Sijui ni nini hicho mnachofutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu aone moyo wako, ya kwamba umeweka wazi kwake, ya kwamba uko na ule utayari wa kupelekana na yeye. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na zile ahadi zote ambazo amekuahidia zitatimia katika maisha yako. Usishindwe katika vita, usishindwe katika ule muda utakaomngojea Bwana, maana kuna ule mtihani wa kumngojea Mungu. Na ukishinda ule mtihani wa kumngojea Mungu, maandiko imetuambia ya kwamba utakuwa na ule udhabiti wa moyo, na Mungu kama ndo wako yako ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama siku ya leo Ngai no kuyoke ate ndogemushonora, Ngai no kuyoke ate nao rugame, Ngai no kuyoke ate kuyodo ni okuhikia madhanite soromo shu neteka yone zingi wa goroshitu ate no tutuikia ndo kuyokeka nitone toko mweterera na ntotwara na mugabo wake na tutingeshenjia kiugo yake niguo twikore udure ratufefa none twawika uria Ngai aroiga nigetha nigituro thiini witu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu, anasema ya kwamba hata wakati tulipokuwa wenye dhambi alimtoa mtoto wake. Unapoteremka hapo chini, ya kwamba hata wakati ambapo tulikuwa wenye dhambi hatungependeka, alimtoa mwana wake. Ni lipi hilo atazuilia wakati huu tumemjua na tumejua kupelekana na yeye? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote Mungu atakunyima siku ya leo unapopelekana na yeye, unapoweka matumaini kwake. Hakuna giza itakayosimama mbele zako, ni lazima akuinue mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tujue kupelekana na Mungu, na maisha yetu yatakuwa na kule kubarikiwa na kupanuliwa. Na ni lazima Isaka wetu aweze kuonekana. Ni lazima mataifa wajue ya kwamba tuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaishi maisha ya
kuchekwa, hatutaishi maisha ya kunenwa, hatutakuwa watu wa kusemwa vile tunaenda. Lakini kuna wakati Isaka wetu tutamshika, na wataokuja kufurahia pamoja nasi, watamtukuza Mungu na wataona akiwa mwaminifu. Bwana Yesu akawabariki na akawatende mema. Tunapozidi na kumngojea Bwana, tamkaribisha mchungaji ili atumalizie hapo pembeni. Amen. Bwana asifiwe. Tumuongezee makofi kwa sababu ya neno nzuri. Neno la baraka, ni neno la ushindi. Bwana atukuzwe. Tumefundishwa mambo kadhaa pale, habari ya mwito. Bwana apewe sifa. Mwito una gharama yake. Unaposikia kwamba Mungu amekuita, hiyo mwito iko na gharama yake. Bwana apewe sifa. Na hiyo gharama ndio watu wengi watakadi kuilipa, kwa sababu ingine inakuaga na ushuku, ingine inakuaga na kudharauliwa, ingine inakuaga na kushekwa, ingine inakuaga na kupingwa. Bwana apewe sifa. But Mungu anapokuita, maandiko inasema ya kwamba aliyekuita ni mwaminifu. Bwana wetu yule sana ni mwaminifu na anajua. Wacha nikwambie jambo moja. Tunapoitwa na Bwana ama Mungu akiweza kuambia mtu ya kwamba nimekuita na utapitia hapa na hapa na hapa na hapa, watu wengi wanakataa, wanaweza kataa mwito. Hata kuokoka watu wengi hawageokoka, kwa sababu unaokoka unaona ndio shida zimekuwa nyingi sana. Lakini hiyo ni mitihani ya kukupeleka hatua ingine. Hakuna mtu anaweza enda class ingine kama hajafanya mtihani. Lazima ufanye mtihani wa kiroho, na watu wengi sana wameanguka. Hata katika hii mwaka watu wengi wameanguka mitihani ya kiroho. Bwana pesiba. Ndio utaona ya kwamba hata tukifika mwaka ujao, unaona kuna watu bado wanarudia ile mitihani, wanazidi na kurudia, kwa sababu kazi yao ni kuanguka, hawaelewi mwadhani roho. So Mungu alimuita Ibrahimu, lakini hakumwambia ati ya kwamba utapitia hapa na hapa. Hapana. Kwanza Ibrahim aliitwa na Mungu akamwambia, ondoka kwenu, ondoka kwa jamaa zako, uende mpaka mahali nitakuonyesha. Imagine unaitwa na mwenye kukuita hakuambii mahali utaenda, anakuambia mpaka mahali nitakuonyesha. Bwana wetu ndiye sana. Na Mungu ni mwaminifu. Acha nikwambie, Abraham alitii Mungu. Hii mambo yote Mungu alikuwa anatafuta kitu kinaitwa utiifu na unyenyekevu. Bwana ndiye roho. Si angekataa aseme hapana, mimi siendi na mimi sitakuja. Alafu baadaye Mungu akamwambia kwamba hakika nitakubariki. Wakati tumeambiwa na Mungu hapa ati ya kwamba nitawabariki, but hatujui the duration ya kungojea ile baraka. Na katika hiyo hali ya kungojea tunapoteana na Mungu mahali pale. Bwana ni roho. Mungu aliahidi Ibrahimu mtoto, akamwambia mtoto nitakupatia. Bwana pesa. Kutoka wakati aliambiwa, tumesomewa kwamba alipata mtoto na miaka 100. So alikojea 25 years. Ukisoma habari ya Ibrahimu utaona ya kwamba the day Mungu alimwambia nitakubariki na mtoto, mwana ni roho. Mpaka mahali alipata mtoto, it is 25 years akagojea. Lakini sisi tunagojea mwaka moja tunaondoka kwa Mungu, miaka 2 tunatukana watu. Bwana pesa. Miaka 3 tunasema kanisa sio mzuri. Bwana pesa. Lakini Mungu alikuahidi ya kwamba nitakubariki. Na ahadi ya Mungu, Corinthians inasema ahadi ya Mungu ni ina amina. Mungu hawezi kunena uongo. Hata ukisema Bwana pesa. Si maandiko inasema ya kwamba hata maono ikikaa itatimia. Bwana ni roho. Akiona kioneki kingi karahida liganatia. Nori akinyane itatimia, kwa maana Mungu ni mwaminifu. Lakini wanadamu tunapoteana na Mungu.
Sasa kuna wengine watarudia mitihani, Mwathani arogoce, lakini Mungu atusaidie na tuelewe ya kwamba ahadi ya Mungu ni na amina. Namba 2, tujue kutembea kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Mungu anasemaga ya kwamba hakipi, lakini anakuja wakati unao Bwana asifiwe. Hiyo ndio staili ya Mungu ya kutembea. Lazima tuelewe hiyo yote. So we must wait on the Lord. Daudi alikojea Mungu na Mungu alikuja. Mwathani arogoce. Jeremiah alikojea Mungu na Mungu alikuja. Haleluya. Ibrahim alikojea Mungu 25 years na baadaye Mungu akakuja. Hapa ndio huwa tunasema ya kwamba, ndio huwa ninaandika hapa ya kwamba nothing is too hard to God, kwa sababu alibarikiwa akiwa mzee. Bwana apewe sifa. So Mungu anaweza kukubariki hata ukiwa mzee na miaka mikali. Anaweza bariki wewe, anaweza timiza ahadi yake hata ukiwa umezeka miaka gani. Yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Vile alifanya kwa Israeli, anaweza fanya kwako. Alifanya kwa Ibrahimu, anaweza fanya kwako. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo mambo ni mawili. Elewa mwito wa Mungu katika maisha yako. Namba 2, elewa kukojea Mungu. Uwe na moyo wa kukojea Mungu, ndio uweze kufanikiwa, ndio uweze kuingia kwa hiyo level ingine. Uelewe Bwana apewe sifa, na uache kufutana na Mungu, kwa maana Mungu amekuita. Mwingine ameitwa afanye kazi ya Mungu, mwingine ameitwa aombe, mwingine ameitwa asaidie kazi ya Mungu kifedha, lakini wanafutana tu na Mungu. Katika hiyo hali ya kufutana na Mungu, unapata mambo yako imeharibika, unapata magonjwa inakupata. Bwana apewe sifa. Kwa maana mwito ni aina nyingi. Lazima uelewe mwito wako, lazima uelewe umeitwa position gani na Mungu katika ufalme wake, ndio usije ukafutana na Mungu. Wewe ndiye utaenda hasara, lakini Mungu hawezi enda hasara. Bwana atabaki kuitwa Mungu. Hivyo ndio maandiko inasema, atabaki kuitwa Mungu. So wacheni tuelewe, kila mtu ashike laini yake. Hiyo mwito unasikiaga ndani yako, ati ninaweza fanya kitu fulani, ifanye na uache kufutana na Mungu. Utaenda hasara na Mungu atabaki kuwa Mungu, na Mungu atainua mwingine. Bwana apewe sifa. So ni wakati wako uweze kujielewa. Tusimame tu na miguu yetu tuweze kuomba, ndio Mungu akaweze kutusaidia na kutupatia neema katika jina la Yesu, because we need the grace of God. We need to wait upon the Lord, kwa sababu Mungu tumengojea Bwana mwaka mzima. Hatuwezi kosana na Mungu katika hii Disemba. Mwaka mzima umengojea Mungu, umekuwa kanisani, umejitolea pesa zako, umesaidia kazi ya Bwana. Wacha hii Disemba isiwe ndio tutakosana na Mungu, ati ndio utaasha Mungu katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Tuombe Mungu atupatie neema ya kungojea. Bado tuko na siku zingine zimebaki, siku kama 17 ama 18. Bwana wetu ndiye sana, ndio mwaka iweze kuisha na Mungu anaweza tenda kile alikuahidi. Bwana ni rohoso, anaweza fanya kile alikuahidi. So ni wakati wako, ngojea Bwana katika jina la Yesu. Inua mkono wako mbele za Bwana in the name of Jesus. Ambia Bwana, nipatie neema ya kungojea katika jina la Yesu. We need the grace of waiting upon our God. Na ni vizuri tuelewe mwito wa Bwana katika maisha yetu. Ni vizuri tuwe na neema, tupate neema kwa Bwana, tupate nguvu ya kungojea Bwana katika maisha yetu. Aliyetuita yeye ni mwaminifu. Alikuahidi Januari haitakamilika, lakini katika hii Disemba unaweza pokea kile Bwana amekuahidi. Kile Bwana anataka kwako na kwako ni ya kwamba tukaweze kumngojea katika jina la Yesu. Mchana wa siku ya leo Bwana, tumepokea neno lako kama vile ulivyomuita Ibrahimu
Ninawaombea nguvu, kwa maana hii mwaka umetuahidi, mwaka unatenda kabla ya mwaka kuisha. Bwana, utatenda katika jina la Yesu. Utatenda yale yote Bwana ulituahidi Bwana, katika jina la Yesu. Wengine wamevunjika moyo, wengine wamekosa nguvu, wengine wamekosa afya Baba, kwa sababu wameshindwa kungojea. But we pray the grace of God ikashuke juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Waliokaa nyumbani Bwana kwa sababu ya kushindwa na kungojea, tunawaombea neema, tunawaombea nguvu mpya kwa jina lako Bwana. We declare revival katika mioyo yao Mfalme, katika maisha yao, kwa sababu Mungu ulisema ya kwamba kubariki utabariki, kuinua Bwana utainua, kuponya Bwana utaponya, kuokoa utaokoa Baba, kubariki utabariki wengi katika jina la Yesu. Asante Mungu wa rehema. Wengine tumekungojea Baba kwa miaka mingi, tumekojea uponyaji wa jamii, tumekojea uponyaji wa biashara, tumekojea kuinuliwa kwa kanisa, tumekojea kuinuliwa Baba kwa familia zetu. Baba wetu wa rehema, tuombea mioyo yetu isiiname, mioyo yetu isivunjike Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba neema kubwa, tunaamini ya kwamba utatenda Bwana, hatutaaibika katika jina la Yesu. Lakini Mwokozi wetu, naomba ukafanye watu wako washeke Bwana, katika jina la Yesu. Ulimchekesha Sara Bwana akiwa na miaka ya uzeeni, katika jina la Yesu. Wewe ndiye Mungu ulikuwa wakati ule, na wewe ndiye uko hata siku ya leo. Utafurahisha watu wako, utawaletea kisheko katika maisha yao, katika jina la Yesu. Asante Mungu wa mbinguni Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Baba wetu, tumebarikiwa katika jina la Yesu. Tunaomba hilo neno Baba wa mbinguni lisiondoke katika mioyo yetu, litupatie ushindi katika maisha yetu Bwana. Asante, umetufundisha habari ya mwito na habari ya kukungojea Bwana, katika jina la Yesu. Na ya jambo la tatu Bwana, ukatufundisha habari ya kuaminika, kwa sababu wewe ni Mungu unastahili, unapenda watu ambao ni waaminifu. Naombea kanisa lako liaminike, naombea kanisa lako likawe na imani, naombea kanisa lako likakungojee, likapokee neema. Hao watu wako Bwana wa mbinguni wamekungojea kutoka Januari, wengine wamengojea miaka mingi, ili Bwana ukaweze kuwainua na kuwabadilishia maisha Mungu wa mbinguni. Wengine wanauliza katika mioyo yao, Baba, ni mpaka lini mambo haya tutayapitia Bwana? Mpaka lini tutaona mambo haya? Lakini siku ya leo Bwana, wacha wapokee neema ya kukungojea katika jina la Yesu. Kwa maana Bwana utakuja na utawabariki Bwana, kama ulibariki Ibrahimu, ukabariki Isaac, ukabariki Yakobo, hata nasi Bwana utatubariki katika jina la Yesu. Ninawaombea baraka katika hii siku zimebaki Bwana, ndio tukamilishe hii mwaka. Ninawaombea neema, naomba Bwana wasilie katika jina la Yesu. Ninaomba wasishoke na kukungojea Bwana, ninaomba wabarikiwe, uwaletee kisheko katika maisha yao Bwana, watigizie kila ahadi katika hii siku zimebaki Bwana, katika hii mwaka Mfalme. Tunaitisha neema ya kuendelea mbele katika ibada katika nyumba lako Mfalme. Ubariki kazi za mikono ya watu wako, ubariki kila familia, ubariki kila nafsi Bwana, hata wale hawakukuja siku ya leo Baba uliye mtakatifu, tunawaombea katika jina la Yesu ya kwamba mkono wako uliye hodari uwe juu ya Mfalme. Tunajua ya kwamba shetani anazunguka kama simba akurumai, ili awapoteze wengi, ili awaipe wengi katika jina la Yesu. Tunawazingira kwa neema yako Baba wa mbinguni, hawatapotezwa. Tunatangaza mkono wako juu yao, tunatangaza ulinzi wako Bwana katika jina la Yesu. Hawataibiwa na ile maroho inatawala Disemba hii ya kuwapoteza wengi Bwana. Tunajua kuna spedi za raha zimeashiriwa Disemba, but we commit our members, oh God, and Hana wakiwa manyumbani Jehova, hata nasi Mwokozi wetu tunaomba kulindwa ni wewe, tunaomba kuokolewa ni wewe. Katika hiyo mitego tutegulie Bwana, hiyo majaribu tuondolee, hiyo mashafuko tuondolee katika jina la Yesu. Tunawafunika kwa wingu lako na kwa nguvu zako Bwana. Tuombea taifa letu katika jina la Yesu, taifa hili Mungu wa maajabu tunaliombea
ulinzi wako wakati wa Disemba katika jina la Yesu. Tuombea safari zote, tuombea mikutano yote, tuombea maisha ya watu. Tuakataa dhambi katika Disemba katika jina lako. Tunapiga maajali kwa jina lako Yesu Bwana wa Mungu. Tunakataa machafuko Baba, kila maroho ya kuchafua mchanga wa nchi ya Kenya tunaikemea katika jina la Yesu. Maroho ya kuchafua watoto Bwana tunaikemea katika jina la Yesu. Maroho ya kupoteza watu Baba kwa pombe, dawa za kulevya, kwa immorality, tunakataa hiyo maroho katika jina la Yesu. Tunafunga hiyo milango Baba Disemba hii kwa jina la Yesu. Tuakataa maovu, tuakataa mabaya, mipaka ya nchi ya Kenya tuinenea amani, tuinenea ulinzi Bwana. The territories of this area tuanena damu ya Yesu kwa malango Bwana, tuanena damu ya Yesu. Watu wako wakombolewe, wainuliwe Jehova. Tuombea serikali, tuombea viongozi Baba wa rehema. Tunavuka vinywa ambazo zinaweza nenda machafuko katika nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu. Tunabariki kanisa Bwana Mungu wa rehema, wacha kanisa lako libarikiwe. Kanisa lako limepitia Bwana katika hii mwaka, kanisa limepitia, watumishi wamepitia, wamepakwa matope, kanisa limepakwa matope, kanisa limedharauliwa Bwana, neno lako limekosewa heshima. But oh God my Father, as we close this year 2025, tuavuka kila midomo imekuwa ikinena Bwana kinyume na kanisa, imekuwa ikinena Bwana kinyume na watumishi wako. Yale yote yameonekana, twasema ya kwamba imetosha katika jina la Kristo Yesu. Baba ni asante, nyamazisha hiyo maroho, nyamazisha hiyo midomo Bwana. Kanisa lako ulisema ya kwamba malango ya kuzimu haitaiweza Bwana, kwa jina la Yesu. Baba uliye mtakatifu, kila sauti imetoka kuzimu, kila sauti yote ya maadui Bwana kinyume na kanisa, kinyume na watumishi wako Baba, tunainyamazisha na kutangaza Disemba hii Baba uliye mtakatifu, kuna vita inafikishwa mwisho. Ni wewe Bwana utafanya kanisa lisheke, kwa maana tumepitia Bwana, kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, mchana wa leo tunaomba ni kwa sababu kuna sheria na mikakati Bwana ambazo zimeletwa mfalme ili kuvinyilia kanisa. We declare that you will be done katika jina la Yesu. Baba usikubali jambo lolote liweze kupitishwa la kuvinyilia kanisa. Maandiko inasema unainua wanyonge, watu ambao hawajulikani, ili ukaweze kuwaibisha wale wote walio na hekima katika jina la Yesu. Kwa takasa ya kwamba kanisa halitavinyiliwa, kanisa halitateswa, kanisa halitaangamia. Baba simama na kanisa katika jina la Yesu. Usikubali malango hata moja iweze kanisa lako, kwa sababu wewe Mungu ni mwaminifu. Katika jina la Yesu utusamehe kama kanisa, utusamehe kama watumishi wako, utusamehe kama Wakristo, utusamehe kama watu wako Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Tunakuinua Bwana, tunakubariki. Asimidediketi siku zote zimebakia mikononi mwako mfalme, ili Baba ukatuondolee kila maovu na kila shida na machozi katika jina la Yesu. Ubariki kanisa lako, ubariki watu wako mfalme, usidi kuwainua Disemba hii wasikose kitu Bwana cha kubariki wengine katika jina la Kristo Yesu. Baba tusaidie tunapoinua wiki hii, tunaingia kesho mikononi mwako mfalme. Bariki